Zuchu ni mtoto. Wenzi walizaa na waliachika. We, yuko wapi Zari? Analea watoto. Ana kasoro Zari? Yuko wapi Tanasha Dona? Yuko wapi Hamisa Mobeto? Kuna mwanamke mzuri hapa kama Hamisa Mobeto? Wewe Hamisa, ukimchukua Zuchu anaingia mara ngapi kwa Hamisa? Ndio nakuuliza, Zuchu anaingia mara ngapi kwa mtu kama Hamisa Mobeto? Hatimaye DC Mwijaku ameamua kuvunja ukimya na kuomba radhi kwa Zuchu. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifahamu ni kwamba moja kati ya watu ambao alikuwa anazungumza vibaya sana mahusiano ya Zuchu pamoja na Diamond Platnumz alikuwa ni Mwijaku. Sasa Mwijaku ameshazungumza maneno mengi sana ambayo yanaishi, na kama umesikiliza hiyo video hapo mwanzo niliokuwekea, alishaongea miaka kadhaa iliyopita kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya Zuchu pamoja na Diamond Platnumz. Sasa Mwijaku amesema kwamba nimeumbuka, Mwambino kanipiga KO, basi nipunguze mdomo kwenye penzi la watu, naomba radhi. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifahamu ni kwamba mtu ambaye alikuwa haamini kabisa mahusiano ya Zuchu pamoja na Diamond Platnumz alikuwa ni Mwijaku, na Mwijaku ashazungumza maneno mengi sana, na kuna baadhi ya maneno ambayo nimekuwekea hapo mwanzoni utakuwa umeyasikia. Hatimaye Zuchu amepata mtoto akiwa na Diamond Platnumz, na alishapewa pia majina kama King'ang'a, Kigagura na maneno mengi sana ambayo alishawahi kuambiwa baada ya kuwa king'ang'anizi kwa Diamond Platnumz na kuonyesha kabisa kwamba wameshaachana mara nyingi, lakini Zuchu amekuwa akiendelea kumng'ang'ania Diamond Platnumz na kuwa naye pamoja. Sasa kitu hicho kilimfanya Mwijaku awe anazungumza maneno machafu kuelekea kwa Zuchu, na kuna baadhi ya maneno aliyowahi kusema kwamba Zuchu hawezi kufananishwa na warembo kama wakina Tanasha, kina Hamisa, kina Zari, kwamba Zuchu sio mrembo kama hao, lakini leo hii wako wapi? Lakini pia ni kama swali hili Zuchu anamuuliza pia Mwijaku kwamba kiko wapi, kwa sababu Diamond Platnumz ameamua kuonyesha kabisa kwamba yuko pamoja na Zuchu na anampenda huyu Mzanzibari. Sio tu kumpenda, anamhitaji kwenye maisha yake, kwa sababu ukifuatilia namna ambavyo Diamond Platnumz amekuwa karibu na mwanamke wake toka hatua ya za mwanzo za kujifungua mpaka hivi sasa, unagundua kabisa Diamond amewekeza na ameamua kabisa kwamba atakuwa na Zuchu milele, kwa sababu ukifuatilia namna ambavyo mahusiano ya wanawake wake wa zamani na namna ambavyo ameamua kuishi na Zuchu, utagundua kabisa utofauti ni mkubwa sana. So Mwijaku baada ya kuomba radhi, kumekuwa kuna maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, na watu wamekuwa wakimtaka Mwijaku na yeye aende pale akamsalimie Zuchu pamoja na mtoto wake, na sijui atasema nini, kwa sababu kaanza kuomba msamaha mapema kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram, na tunafahamu DC Mwijaku namna ambavyo amekuwa akimzungumza vibaya Zuchu. Sasa sijui kama ataenda. Ni moja kati ya watu ambao wanasubiriwa kwa hamu sana kwenda hospitalini kumuomba msamaha au kwenda kuona kile ambacho Zuchu ameweza kukileta duniani, mtoto wa kike. Na je, kama ataenda ataomba radhi aliyoiomba kwenye mitandao ya kijamii au itakuwaje? Na je, ataruhusiwa kwenda? Kwa sababu tumemwona Duto Magari ameenda pale, tumeona baadhi ya watu ambao wameweza kwenda pale ambao nao pia walikuwa wanaongea vizuri kuhusiana na Zuchu. Kwa hiyo ni kama inaonyesha kabisa kwamba usimtukane mtu kwa sababu haujui future yake ni ipi, na ukifuatilia wazi kabisa kwamba ni kama penzi la Zuchu pamoja na Diamond Platnumz kwa Mwijaku lilikuwa sio penzi, zilikuwa ni drama, ilikuwa ni kitu ambacho Mwijaku anakizungumza kama ni kuchezeana, kwa sababu alikuwa anamwambia Zuchu, wewe unachezewa na Diamond Platnumz, hawezi kukuoa, hawezi kufanya hivi, hawezi kukufanyia lile wala lile, kwamba wewe ni msichana wa kawaida, sijui anakupotezea muda, bora ufanye muziki. Mpaka ishafikia hatua Mwijaku akamwambia Zuchu aondoke pale WCB, atamsaidia kuchangisha watu wachange ili aweze kuondoka pale WCB. So unaweza kuona ni namna gani ambavyo Mwijaku alikuwa serious na kile ambacho alikuwa anakizungumza, kwamba alikuwa anatamani kuona leo kesho Zuchu anaachana na Diamond Platnumz na Zuchu anaishi maisha yake. Kwa hiyo
kwa hiki ambacho kimeweza kutokea kimemuumiza sana. Mimi nilikuwa natamani sana siku ambayo Baba Levo alikuwa ameenda kumsalimia Zuchu hospitalini, basi hata Mwijaku naye angewasili pale. Sijui ingekuwaje, kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao aibu anaona yeye kwa sasa. Na kiukweli hata nimepitia comments za watu, namna ambavyo wanazungumza ni kama watu wamemkatia tamaa kabisa Mwijaku na kusema kabisa kwamba wewe huwezi kupokelewa, sio hospitalini wala sio nyumbani, kwa kile ambacho umekifanya wewe ni bora usiende kokote. Ni moja kati ya kitu ambacho kimeendelea kutrend, kwa sababu kila mmoja amekuwa akitafuta sababu ya kuonekana pale hospitalini ambapo yuko Zuchu. Baadhi ya mastaa mbalimbali wamejitokeza, wameenda, na kiukweli imekuwa ni jambo jema zaidi kuona namna ambavyo mastaa wameungana kwenye hili, kuonyesha upendo kabisa kwamba kama star mwenzetu ameweza kufanikiwa kuleta kiumbe kipya duniani, basi acha tumsupport. Kiukweli wamemsupport vya kutosha. Yani support ambayo ameweza kuipata Zuchu kupitia wasanii ambao ni wenzake, marafiki zake, wadau wa muziki, makampuni ambayo amefanya nayo kazi na watu mbalimbali wamempa support kubwa sana, mpaka kuna baadhi ya watu wanatamani mbona kama na sisi tuzae sasa. So ni moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kwenye trendi sana. Yani kama wanawake wanatamani kuzaa, wanahisi labda ni rahisi hivyo kupata hizo zawadi, na namna ambavyo watu wameenda kumuona Zuchu kama wao. Lakini unaambiwa bana, kila mbuzi atakula urefu wa kamba yake. Sasa kwa Zuchu huo ndio urefu wake anakula. Wewe urefu wako wa kamba yako unaishia wapi? Niambie hapo kwenye sehemu ya comment, lakini pia usahau kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter as Bongo Touch. I go by the name Jay. Zuchu ni mtoto. Unajua kuna vitu vingine Zuchu bado anakuwa, hajajua maisha. Umeona, kwa kuna vitu vingine watakiwa tu mumuache, ni mtoto. Wakati wake huu. Kwa sababu kile anachokifanya Zuchu sasa hivi anakiona ni kizuri. Dunia ipo katika wakati wake. Ndio kiumri mkubwa na miaka 30 sio 30 ngapi. Kinamba mkubwa, lakini kiakili bado ni mtoto. Mwanamke anaanza kupevuka kukua baada ya miaka 35. Kwa hiyo umri, kwa sababu hajapata exposure hiyo. Sasa hivi ndio anaanza kupata exposure, anaona raha. Lakini mimi nimwambie Zuchu, jifunze kutokana na makosa. Kulikuwa na wanawake warembo kuzidi yeye. Kulikuwa na wanawake wana pesa kuzidi wewe. Lakini leo wako wapi? Wanalia na mito. Unapopata nafasi itumie kwa akili. Wenzi walizaa na waliachika. We, yuko wapi Zari? Analea watoto. Ana kasoro Zari? Yuko wapi Tanasha Dona? Yuko wapi Hamisa Mobeto? Kuna mwanamke mzuri hapa kama Hamisa Mobeto? Wewe Hamisa, ukimchukua Zuchu anaingia mara ngapi kwa Hamisa? Ndio nakuuliza, Zuchu anaingia mara ngapi kwa mtu kama Hamisa Mobeto? Anaingia zaidi ya mara 10,525 na kaachika. Sasa yeye angalia anaweza kukaa pale, kwa sababu kama Hamisa hana kasoro yoyote kwenye mwili wake, hana kasoro. Hamisa mzuri, Hamisa mtamu, Hamisa anajua kupika, Hamisa anajua kuhudumia, Hamisa anajua kurendemka akiwa na bwana, Hamisa anajua kubembeleza, Hamisa anajua kuimba na muimbia mwanaume. Lakini Diamond alimwacha, tena alimwacha kweupe hivi alfajiri. Sasa nifikie Zuchu kwa vile namna alivyo, anaingia mara ngapi kwa Hamisa? Alafu leo anajisahau, anaona wenzao waliopita wote sio. Ilibidi ajifunze kwa dada zake. Ajifunze kwa? Kamwambia hamna content. Nani? Nyie, hujaona kilichotokea? Kamwambia labda kamwambia Sudi. Sababu Sudi kazungumzia kuhusiana na hiyo nyimbo mpya ambayo wametoa. Mimi hapa tumediscuss nyimbo hapa. Mimi tumediscuss nyimbo, tumediscuss vitu vya msingi. Hapa sisi wetu kuzungumzia nyimbo. Au umeniuliza swala la nyimbo? Sijakuuliza. Maana yake sina huko hamna content. Tunaongea masuala ya msingi, content, masuala ya kijamii ndio tunazungumza haya. Hizi ni content ambazo zinatakiwa ziende kwa jamii wajue, na yeye ujumbe upate. Ajifunze kutokana na makosa. Kupenda apende kwa kiasi. Mama